Wapendwa wana wa Mungu, watazamaji wa Katoliki Moshi Online TV. Leo mama kanisa anafanya sherehe ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Liturujia ya neno la Mungu kupitia masomo yetu imebeba ujumbe wa matumaini na hamasa, hamu ya watu kutamani kwenda mbinguni. Sherehe hii inapoadhimishwa, kila mmoja wetu awe na nafasi ya kujisemea, natamani kwenda mbinguni kama Yesu. Wapendwa wana wa Mungu, ni hamu, hofu na mahangaiko ya wengi walio na imani na hata wale wasio na imani kutaka kwenda mbinguni. Namna ambavyo Yesu alipaa kwenda mbinguni katika hali ya kuwa na mwili wake ambao uliteswa na kuuawa na baadaye alifufuka, ni mvuto halisi wa wengi kutamani kwenda mbinguni. Na kutokana na ahadi zake nzuri na lugha ya kuhamasisha kama vile, naenda kwa Baba yangu na Baba yenu, nitawaletea msaidizi mwingine atakayewafundisha na kuwakumbusha, naenda kuwaandalia makao, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, alipo yeye na sisi tuwepo. Lugha hii inashawishi wengi kuwajibika katika imani na kuwa na matumaini ya kupata nafasi ya kwenda mbinguni. Wapendwa wana wa Mungu, yapo mengi yatokanayo na masomo ya leo ambayo tunaweza kutafakari, lakini tuchague mambo matatu ambayo yanatokana na somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 11, na somo la Injili ambalo linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 16 hadi ya 20, ambayo kwa kipekee yanaelezea kwa ukaribu tukio hilo la kupaa Bwana mbinguni. Jambo la kwanza ambalo tunaweza kutafakari kupitia masomo yetu haya mawili, kupaa kwa Yesu mbinguni sio mwisho wa uwepo wake, bali ni mwanzo wa utume wa kanisa. Swali la malaika kwa Wagalilaya linatulenga sisi pia, na pia linakuwa kwetu chachu ya kuwajibika katika utume wetu. Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 11. Hii ni dalili ya uzubaifu, dalili ya kukata tamaa. Ndugu zangu, tuache kutazama mawingu, turudi kwenye uhalisia wa maisha yetu. Tusishangae jua wala mwezi wala nyota. Maisha yetu halisi yapo katika nyumba zetu, katika familia, yapo katika jumuiya zetu, yapo katika parokia zetu. Tusiishi maisha bandia. Tuchuchumilie wito tulioitiwa ambao ni kufanana na kumfuasa Yesu Kristo. Tusilumbane, tupendane, tusameheane. Tujijengee ujasiri na uhodari kuona tunapitia katika mazingira gani, na tuzijue alama za nyakati zinazotufuatilia katika kipindi chetu tunachoishi. Tuambatane na kukumbatiana kwa busu takatifu, tuheshimiane, tuwe watu wa kweli, tujitambue sisi ni akina nani na lipi lengo letu la uwepo hapa duniani. Tuzijue karama tuzijaliwa na Roho Mtakatifu, tuyajue mapungufu tulionayo, tuimarishe udhaifu wetu, tusali bila kuchoka, tujiunde upya kila wakati. Na ndio utume wetu kama wafuasi halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo wapendwa, tukumbuke kwamba utume wetu ni mwendelezo wa utume wa Yesu hapa duniani. Basi mwaliko wa somo la Injili tuzingatie, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Injili ya Mathayo sura 28 aya ya 19. Hata hivyo, safari yetu ya kiroho inatuelekeza kudumu katika nuru ya Kristo mfufuka. Huyo tu tumfuate, huyo tu tumpende, huyo tu tumtumikie, ndipo utakapoweza kusema, huko alikopaa Bwana mbinguni, nami lazima nitakwenda. Jambo la pili ambalo tunaalikwa kutafakari siku ya leo, kupaa kwa Yesu ni matarajio ya utukufu wetu, chanzo cha furaha yetu za Kikristo na nguvu za kuendelea na utume wa Injili.
Wapendwa watazamaji, ni hulka yetu sisi binadamu kukimbilia huku na huku kutafuta suluhu ya changamoto zetu. Na kila anayegusia namna ya kupata suluhu lazima tutege sikio. Lakini kwa upande mwingine, hulka yetu ya kibinadamu, tukiisha kufanikiwa, tunaweza kujiinua na kujitukuza. Wapendwa wana wa Mungu, mnao nitizama na kusikiliza tafakari hii, maisha yetu yana utukufu, yana furaha na nguvu pale ambapo tutaweza kudumu katika ufuasi wa Kristo kwa matendo, tukimfuata Yesu kwa ukaribu. Daima, mara nyingi tunasahau jinsi tulivyokuwa hatuna matumaini pale ambapo tuliishi bila Yesu. Lazima tukumbuke kwamba haijalishi watu wanaonekana kutosheka au kufanikiwa kiasi gani, au wanaelemewa na changamoto kiasi gani, bila kuwa na Yesu, watu hao hawawezi kuwa na matumaini. Na hivyo, hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu tupasalo sisi kuokolewa kwalo, isipokuwa tu jina la Yesu. Naweza tukasoma Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 12. Ndugu yangu, kila mtu anamhitaji Yesu kama daraja, kama ngazi au mbawa za kwenda mbinguni. Kumbe wapendwa, bila Yesu hatutaenda mbinguni. Jambo la tatu ambalo tutaweza kutafakari katika sherehe hii ya kupaa Bwana mbinguni, Yesu alipaa mbinguni ili tuwe mashahidi wake. Ninyi mkiisha ipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu mpaka miisho ya dunia. Naweza tukasoma Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8. Wapendwa wana wa Mungu, ni wazi wengi wetu kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kipaimara tumeshaipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Yesu anapopaa mbinguni anatualika tumshuhudie tukidumu katika hali ya neema, ili nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu idumu ndani mwetu. Tena tunapojiandaa kwa sherehe ya Pentekoste na kwa novena ya Roho Mtakatifu, tuungane na mama kanisa kupokea utume wa Yesu wa kutangaza habari njema ya wokovu na kustawisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Vinginevyo, tujiepushe na matendo yanayoficha na kufisha ushuhuda na ukweli. Zipo tabia zetu za kibinafsi na kiovu zinazolenga kuharibu ushuhuda wa ukweli katika maisha. Vitu kama visingizio, uchawa, upotoshaji, uongo, taarifa zenye mvuto wa uchochezi na vitisho ni baadhi ya mambo yanayoharibu mwitikio wetu wa kumshuhudia Kristo kikamilifu. Hivyo wapendwa wana wa Mungu, kila mmoja wetu anuie kujikita katika kumshuhudia Kristo kwa maneno yake na matendo yake. Na ukiwa hapo, ni rahisi kwako kusema kwa kujiamini, lazima nitaenda mbinguni. Wapendwa watazamaji wa Katoliki Moshi Online TV, tuhitimishe tafakari yetu kwa maneno ya baraka, hamasa ya kwenda mbinguni na ushuhuda wa ushindi wa Kristo ambayo yanatoka kwa Mtume Paulo katika somo la 2 la waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 1 aya ya 17 hadi ya 23. Kwa kifupi, Mtume Paulo anatuambia nguvu ya ushindi wa Kristo sasa inakaa ndani yetu sisi waamini. Mtume Paulo anaendelea kushuhudia tukio la kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni na kutanabaisha kwamba ameketi mkono wa kuume wa Mungu katika ulimwengu wa roho, na tena amepewa mamlaka yote kwa ajili yetu sisi wanakanisa, yaani sisi ambao tu sehemu ya mwili wake. Tukitambua hilo, tuungane na Mtume Paulo kumwomba Mungu atujalie roho ya hekima na ufahamu, mioyo yetu itiwe nuru, tuweze kujitambua na kulijua tumaini la mwito wake, ubora na ukuu na uweza wake. Hivyo wapendwa wana wa Mungu, tunapotamani kwenda mbinguni kama Yesu, tutumie maisha yetu kufanya yale yasiyotuharibu kwa kuzingatia yale
yanayodumu na yanayokoleza imani yetu. Mbinguni ndipo nyumbani kwetu. Nawatakieni safari njema ya kwenda mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.